Jana tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026, moyo wangu uliumia sana nilipoona kwamba hata bandari ya Tanga imekabidhiwa kwa Waarabu. Wakati wao tukienda kwao, hakuna mgeni anayeruhusiwa kumiliki mradi wowote ule isipokuwa unaajiriwa. Nikawaza namna ambavyo vijana wengi wamesoma, wako mtaani, hawana ajira. Wengine wanaishia kuuza kalanga, wengine wanaishia kuuza vitu ambavyo ni kwa ajili tu ya uhakika wa kula. Moyo wangu ukaumia sana. Lakini nikiwa wakati huo ninaumia, ninaona mambo hayaendi, natamani kumuona Mungu kwa ajili ya taifa, kwa kuwa alinipa mzigo kupitia yale aliyonionyesha. Ndipo nikaanza kusikia sauti ndani yangu. Lakini naomba niombe ili ulimi wangu utanguliwe na Mungu, na Roho wa Bwana anipe hekima kama alivyompa hekima Stefano. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninatangulia kukutukuza, na Yesu Kristo mwana Mungu pekee uliye hai, utukuzwe katika dunia yote, utawale katika taifa la Tanzania pia. Nawe Roho Mtakatifu uliyeweza kumpa hekima Stefano akawashinda waliokuwa wanashindana naye, tujalie neema. Wewe Mungu uliyewatoa wana wa Israeli kutoka utumwani, waweza kututoa Watanzania kutoka kwenye utumwa wa kileo na kutoka kwenye haya tunayoyapitia kama taifa. Tupe neema na umoja. Tupe Bwana kurudi kwako. Tupe Bwana kuanza upya kama taifa katika umoja, mshikamano, amani na upendo. Mungu, tangulia kinywa changu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi nilipokuwa nikiumia kwa ajili ya hicho ambacho nakiona, ninajua ni Mungu ananipa kuumia ili nizidi kuwa na mzigo zaidi, maana mimi sijawahi kuwa mwanasiasa. Lakini ghafla Mungu, nikiwa naombea uamsho, Mungu akawa ananionyesha mambo ya Tanzania na nchi zingine. Kwa nilijua kabisa huu mzigo sio kwa ajili ya siasa, bali ni kwa ajili ya kunifanya niwe na kiu ya kuomba zaidi, ya kumtafuta Mungu zaidi kwa ajili ya Tanzania. Kwa ikabidi niendelee kuwa na utulivu ili niendelee kumsikia Mungu. Basi nikiwa ninaumia kwa ajili ya bandari ya Tanganyika, ya Tanga kukabidhiwa kwa Waarabu, nikakumbushwa ile ndoto ya tarehe 24 mwezi wa 8 2023, nilipoona kwamba Waarabu wanabunduki wanatuvamia. Na kwenye ndoto ilikuwa ni kwamba walikuwa wanaingia kwenye shamba la baba yangu. Basi kwa nikakumbushwa kwamba kwenye ndoto nilionyeshwa Waarabu, na leo uwekezaji ulianzia kwenye bandari ya Dar es Salaam na sasa hivi bandari ya Tanga. Na ukiangalia kwa wataalamu wa mambo ya ulinzi, wanasema moja ya eneo ambalo ni strategic kwa usalama ni bahari. Sasa manake mkiwapa watu kucontrol bahari, manake mmewapa kucontrol hata ulinzi wenu. Kwa hiyo nikawa ninajaribu kulinki kile ambacho nilikiona kwenye ndoto na haya yanayoendelea, lakini pia na ndoto zile ambazo tulikuwa tunaziona mwezi wa 10 wakati tunaomba kwa ajili ya taifa. Tulipoanza kuomba kwa ajili ya taifa kwamba anga limechafuka. Kwa nikawa najaribu kutafuta tafasiri anga kuchafuka, Waarabu kuvamia na haya yanayoendelea. Maana yake nikajua kabisa kwamba kuna vitu viko kwenye ulimwengu wa roho ambao hivyo vitu kwa mtu tu wa kawaida anaweza asielewe. Inawezekana hata Rais Samia anayesaini hiyo mikataba asielewe. Lakini wale ambao huwa mnasoma Biblia mnaweza mkaelewa ya kwamba Mungu alikuwa anawaonyesha baadhi ya watumishi ili wajue kinachoendelea. Mfano, Farao yeye aliota ndoto tu kwa habari, akaona ng'ombe 7 walionenepa na ng'ombe 7 waliokonda. Hizo ndoto hazikuwa na maana kama asingepatikana wa kuzitafasiri Yusufu. Lakini pia hata kipindi cha Danieli alipokuwa
Babeli utumwani, mfalme alipoota ndoto akazitafasiri. Kadhalika matukio yanayoendelea kwenye taifa la Tanzania, kwa mtu ambaye hajafunuliwa rohoni, anaweza akaona tu ni kama kawaida, anaweza akaona ni ugomvi wa kisiasa. Lakini kwa mtu ambaye Mungu anamfunulia, atakuwa anajua haya matukio sio tu ya kawaida, sio tu tofauti wa kisiasa, bali kuna ajenda ya siri ambayo ipo nyuma. That's why hata wakati mwingine hata Rais Samia na hata Kikwete wanaweza kuwa wanafanya mambo bila wao kujua, lakini Mungu anatuonyesha sisi ili tubebe mzigo kuzuia hayo yasitokee. Unaona, basi nikawa ninaumia sana, lakini baadaye nikawa ninaendelea kumtafakari Mungu, nikakumbushwa ile mwezi wa 10 kabla ya maandamano yaliyoleta mauaji ya watu wengi. Nikakumbuka kwamba Mungu alionyesha kwamba baada ya machafuko kutatokea anguko la Rais Samia. Maana alipigwa na nyota kutoka mbinguni kwenye mabega yake, na mabega ndipo ambapo kijeshi ndipo wanapoweka mamlaka, nyota kuashiria mamlaka. Manake anguko lake ni la kiutawala. That's why wakati tunaomba Mungu kwa ajili ya kuanguka, ambapo mtumishi mmoja alikuwa anaomba kwamba angalau afe, Mungu akamkataza. Manake Mungu anaweka limiti ya anguko la mtu, kwamba je, anataka mwangushe kwa kuanza na kifo au anamwangusha kwa kuanza na mamlaka yake. Kwa nikawa ninatafakari, basi nikawa nimsikilize Mungu anamaanisha nini juu ya hayo. Basi ndani yangu nikasikia ya kwamba Mungu anaendelea kutimiza anguko la Rais Samia mdogo mdogo, lakini anguko lake linaamuliwa na sisi watu wa Mungu tutasimamaje. Kama nilivyotangulia kusema kwenye ile ujumbe wangu wa kwanza kabisa wa tarehe 1 mwezi wa 10 2025, ya kwamba mbele yetu kuna njia mbili ya kuirudisha Tanzania mpya. Njia ya kutomwaga damu kwa kwenda mbele za Mungu, au njia ya kumwaga damu, ambayo ndo hiyo ilianza kwa maandamano. Na sasa hivi Mungu ametupa tu stop kwa muda, lakini nilichokuwa nakisikia ndani yangu wakati ninaendelea kuwa uweponi mwa Mungu ni kwamba yataendelea mengi, ambapo kama tutakuwa tujasimama mbele za Mungu kuomba, manake anguko lake litakuja kwa kupingwa kwa maandamano, ambapo hata wale ambao walikuwa wanamsupport kidogo kidogo wataona kabisa huku tunakoelekea sio. Kwa hiyo kutatokea maandamano makubwa nchini Tanzania ambayo yatasababisha anguko lake, lakini pia yanaweza kusababisha kumwaga damu. Na hiki ambacho ninakisema ni confirmation tu ya kila ambacho watumishi wengine wameonyeshwa. Mfano yule ambaye alionyeshwa, ambaye nimekuwa nikimrejea mara kwa mara, aliyeonyeshwa kwamba kama waombaji hawatasimama kuomba, mabadiliko ya utawala yatahusisha kumwaga damu, lakini kama watasimama kuomba, mabadiliko ya utawala hayatahusisha damu. Kasema ishara itakayotokea ni ndege itakayoanguka kwenye hiyo nchi. Kama ikianguka na watu wakafa, basi mabadiliko yatahusisha kumwaga damu. Sasa manake mpaka sasa hivi, kwa kuwa tujapata mabadiliko, bado inawezekana tukaingia tena kwenye machafuko mengine. Lakini kama tukisimama sasa kwamba Mungu, tunarudi kwenye nafasi yetu ya kwanza, manake machafuko ambayo yamelengwa kuja kuondoa utawala wa Rais Samia kwa njia ya kumwaga damu yatabadilika, na Mungu atamuondoa kwa njia nyingine, mfano kama ACC, International Criminal Court. Lakini pia hiyo ni njia ambayo mojawapo ya kuweza kumuondoa bila kumwaga damu kwa Watanzania. Njia nyingine ni kama ile ya Venezuela. Mungu anaweza akainua, hata kama sio Marekani, Mungu anaweza akainua Umoja wa Mataifa kushughulikia. Na niliona mtandaoni ya kwamba wamempa mpaka mwezi wa 3 au
haiegemei upande wote mwisho mwezi wa 3. Kwa hayo ni mambo ambayo yanatengeneza anguko la Rais Samia, kama ambavyo Mungu alionyesha mwanzo. Maana iko hivi, Mungu akisema huwa haibadiliki. Yaani kama manabii kama akina Isaya walitabiri unabii miaka 700 na ukatimia, sembuse na unabii wa mwaka mmoja, miaka 2, manake lazima utimie. Kwa nichokuja kupata amani ni kwamba Rais Samia anafanya mambo ambayo yanapelekea anguko lake, anguko kupitia wananchi, lakini pia anguko kupitia Umoja wa Mataifa. Anguko kupitia wananchi ni hayo ambayo ninasema anaoyafanya kwa wananchi, mfano hiyo ambayo kuwaondoa Wamasai kwenye hifadhi ya Ngorongoro, hizo bandari ambazo anazitaifisha na kuwamilikisha Waarabu, lakini pia kuendelea kwa mauaji na utekaji wa watu, lakini pia kuendelea kumshikilia Lissu. Hayo yote yanaendelea kuleta uchungu mioni mwa watu. Haya, hiyo kamati ya maridhiano, maamuzi yatakayotolewa yanategemea kama yatakuwa ya wazi na ukweli, yataleta mabadiliko. Lakini akiamua kwa upande wake tu ya kwamba ili yeye tu angalie kuwa salama badala ya taifa kuwa salama, manake taifa litamtema. Lakini pia kingine ni kwamba kwa kuwa Mungu alionyesha ajenda iliyoko nyuma ni kwa habari ya, yani ni kama ukoloni mwingine wa Waarabu. Na usiponielewa, angalia katika umoja kiujumla duniani kote, ambapo sina nia mbaya na dini ya Waislamu, lakini sasa hivi wana ajenda Waislamu kuitawala dunia kwa njia mbalimbali, ikiwemo mikataba, uhamiaji, biashara na mambo mbalimbali. Lakini hapo tukiangalia maandiko yanataja majira tofauti kabisa na ajenda ya Waislamu. Maana majira ya Mungu ni kwamba Mungu kabla ya vita, Armageddon war, kabla ya vita Mungu ataleta kwanza wokovu. Kwa hiyo hiki ambacho kinafanyika sasa hivi hakitatimia kwa wakati huu, ila kwa watakatifu ambao wanamuomba Mungu watatambua kwamba huo ni maandalizi. Kwa maana yake itakuwa ni nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya wakati wowote juu ya unyakuo. Baada ya hapo basi mambo yataenda kutokea. Haya ninasema kwa mujibu wa Biblia, ipo wazi imeweka. Kwa hiyo kwa kuwa ajenda hii sio kwa wakati wake, manake lazima Mungu ataipiga stopu, lakini baadaye itakuja kuendelea. Haya, ninaomba niseme pia kwa habari ya Askofu Gwajima. Askofu Gwajima, ujumbe ambao tangu 2021 niliopewa kutoka kwa Mungu ilikuwa ni kufanya mikutano ya Injili ya Uamsho pamoja na maombi kwa ajili ya uchaguzi wa kitaifa. Na ninavyoendelea kuona, najua ni kwa nini Mungu alimweka kwenye hiyo nafasi, kwa sababu mabadiliko ya taifa la Tanzania hasa zaidi yako kwenye ulimwengu wa roho. Ukiangalia mfano, maandiko yanasema wana wa Israeli waliuzwa utumwani kwa sababu ya dhambi zao. Manake pamoja na mambo ambayo yanaendelea, bado kuna nafasi ambayo kama Watanzania, kwa maovu ambayo tumeyashiriki kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kuruhusu mambo mengine, ikiwemo hizo ibada za kishetani za kina Zumaridi na watumishi wengine ambao wanatumia mgongo wa dini, manake taifa limechafuka kwenye ulimwengu wa roho, na hivyo limeruhusu uovu kutawala na waovu kutawala. Kwa ili kuleta mabadiliko halisi kwenye mwili, lazima tuanze rohoni. That's why Mungu alikuwa amewapa mzigo watumishi hao, Kabigumila na Askofu Gwajima. Na mtu anaweza akaniuliza, una uhakika gani?
Nina uhakika kwa sababu kile ambacho Mungu amekuwa akinionyesha kinazidi kutimia. Mfano, tarehe 3 mwezi wa 11 2025 kuna ile ndoto iliyoonyesha kwamba Askofu Gwajima, Askofu Kabigumila anawapeleka watu kwenye mahandaki. Ukirudi kwenye mambo ya vita, watu kukimbilia kwenye mahandaki ni dalili ya kushindwa. Maana yake alichokuwa na kiorganize Askofu Kabigumila, Mungu alikuonyesha kwamba kitafikia mwisho. Na kweli ukiangalia sasa hivi hakuna tena habari za maandamano. That's why nilikuwa namkumbusha tangu mwanzo kwamba Mungu anaweza akatumia njia ya maandamano kulileta taifa, kuamua hatima taifa. Lakini kuna watu aweze akawatumia kwa nafasi hiyo ya maandamano. Ni kama ambavyo Elisha hakutumiwa kwa nafasi ya Yehu. Yehu alibaki kuwa Yehu na Elisha alibaki kuwa Elisha, ingawa wote ilikuwa ni agizo la Mungu wapakwe mafuta. Lakini pia ile ndoto ya kwamba maiki yake nikakabidhiwa mimi. Ukiangalia sasa hivi anaposti huduma yake au jumbe za watu wengine juu ya taifa, ni kwa sababu nafasi yake kamili ilikuwa ni eneo la maombi. Kwa kuna vitu Mungu anafanya ili atimize, ili athibitishe. Sasa ni ujumbe wangu kwa Askofu Gwajima ya kwamba anachokiona kinaendelea ni zaidi ya vile vinavyoendelea mwilini. Inawezekana kile tunachokiona Ulaya, ambapo siku hizi Ulaya Wakristo hawana uhuru wa kuabudu kwa sababu Waislamu wanataka kuabudu, yani wanataka kulazimisha watu kwa nguvu. Ni tekniki ile iliyotumika kwa kanisa la Efeso, ambao kwa sasa ni Uturuki. Uturuki sasa hivi ni taifa la Kiislamu, lakini liligeukaje kuwa taifa la Kiislamu? Kwa kuvamiwa na Waarabu na kubadilishwa kwa nguvu. Na Nigeria ni kanisa la kwanza kwa Afrika, ni moja ya makanisa ya kwanza ya Afrika yaliyopata maeneo ambayo yalipata dini ya Kristo kwa mapema. Nigeria, Ethiopia, Misri, lakini kupitia uvamizi wa Waarabu mpaka leo ndo yanaongoza kwa Uislamu. Imebaki tu Ethiopia kwa sababu wao hawakutawaliwa, Waarabu hawakufika huko direct. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba agenda bado inaendelea duniani kote, ambapo wanaamini ya kwamba Mungu amewapa kuitawala hii dunia. Mungu amewapa kuibadilisha dunia hii yote kuwa Uislamu. Kwa hiyo ukirejea ile ndoto niliyoona na hii mikataba inayoendelea na haya matukio yaliyotokea Tanzania, unapata picha nini Mungu anatuonyesha na nini Mungu anataka tusimame. Kwa mambo yanayoendelea taifa la Tanzania hatutayaweza hivi kwa siasa. Tutayaweza kwa kurudi kwa Mungu, ili yeye Mungu afanye njia pasipo na njia. Nihitimishe kwa kurejea kitu kimoja kwamba leo tarehe 6 mwezi wa 2 2026 nilikuwa naongea yule mama ambaye kwa kweli ananichochea kumtafuta Mungu zaidi eneo la maombi. Lakini ndo huyo ambaye mimi ndo nilikuwa wa kwanza kumtia moyo katika utumishi nikiwa chuo, kwa kutumia jumbe ambazo nilikuwa natuma kwa watu. Akaanza kumtafuta Mungu polepole, lakini leo amekuwa zaidi. Mfano, kuna mtu alinishirikisha kuomba kwa ajili ya mtoto wake ambaye alipata ajali. Huyo mama ni wa Geita, alipata ajali na akazimia, siku 4 hajazinduka. Ikabidi wampe rufaa ya kwenda Kenya, lakini baadaye ikabidi kumpeleka Msumbiji. Kwa hiyo amenishirikisha kuomba, maana ameniona kupitia YouTube. Nikaomba naye, siku iliyofuata mtoto hajazinduka. Kuna kitu kimoja ambacho Mungu amenifundisha kwenye maisha ya utumishi, kwamba ukiona mwingine anatumiwa na Mungu zaidi yako, usimuonee wivu wala kumzibia milango, maana sio yeye. Utakuwa unampinga Mungu, maana sio yeye anayeyafanya hayo, ni Mungu anayeyafanya. Kwa ukitaka Mungu akupe hicho kitu, lazima ukisapoti. Uwezi kupewa unachokipiga teke, uwezi kupewa unachokipinga.
Kwa huyu mama nikamconnect na yule mama muombaji, basi wakaomba naye. Kesho yake akiwa ameshafika hospitalini akazinduka. Kwa hiyo wameomba, sijui ilikuwa ni siku hiyo, maana majira yako tofauti kati yangu na kule, lakini kati ya hiyo siku au kesho yake akazinduka. Lakini pia leo nikawa naongea naye, akawa ameniambia kwamba siku hizi imetokea kwamba akiwa anaomba kwa ajili ya mtu, anashangaa Biblia inafunguka mbele yake na anapewa andiko, na akimtumia huyo mtu anashangaa huyo mtu ni kweli, anasema ni kweli hili andiko. Mfano, baba mmoja ambaye alikuwa anatafuta kuuza kiwanja chake kwa muda mrefu, basi kupitia klipu niliyorusha kwa ajili ya huyu mama, kwa akawa amemtafuta, basi akiwa anaomba akaona andiko akamtumia. Kesho yake yule mtu akapata wateja, ni mkurugenzi mji fulani huko Tanzania, siwezi kutaja. Kwa hiyo amemtumia hilo andiko, kesho yake akatafutwa na watu, wanunuzi wa kiwanja wamepatikana. Kwa hiyo kitu ikanigusa, nikatamani ndani yangu na mimi nikiwa ninaomba Mungu awe ananiletea, wakati mwingine ananijibu papo kwa papo kwa kunifunulia Biblia. Na hiyo kitu nimewahi kuisikia pia ushuhuda kwa mtumishi mmoja ambaye nilimtumia simu, hela ya kununua simu ya huduma, Tom Seni wa AICT Karangalala, akiwa kwenye maombi ya siku 14, ambapo siku 7 kavu, siku 7 kwa maji tu, Biblia ilifunguka mbele yake. Kwa leo nilipokuwa ninaomba ndani yangu, nikashangaa naona andiko linakuja ndani yangu. Sikuona wazi kabisa ile kwamba Biblia imefunguka, lakini kuna ile unaona kama Biblia machoni pako ukiwa umefumba macho. Nikaona kitabu cha Ezra sura ya 6 mstari wa 7. Basi nikaendelea kuomba, baadaye nikaja kufungua ili nione. Naomba nitasoma ili andiko. Ezra 6 mstari wa 7 inasema, iache kazi hii ya nyumba ya Mungu, msiizuie. Waacheni liwali na Wayahudi na wazee wa Wayahudi waijenge nyumba hii ya Mungu mahali pake. Nilipoisoma hili andiko nikawa sijaelewa, ikabidi nianze mwanzo mstari wa 1. Nikakuta kwamba huyu alikuwa mfalme wakati Ezra amepata mzigo wa kujenga ukuta wa kulijenga hekalu la Yerusalemu ambao lilikuwa limevunjwa. Mungu alimwinulia mfalme alikokuwa utumwani, Dario akasimama na Ezra kwa ajili ya kulijenga hekalu ambalo lilikuwa limebomolewa. Kwa hiyo Dario akawa tayari kutoa sapoti ya mpaka hazina ya nchi yake, lakini pia akaamua kurudisha hata vyombo vilivyokuwa vimechukuliwa na Nebukadreza. Lakini pia kuna wale waliokuwa wanazuia kazi ya ujenzi wa hekalu, ndo akawaandikia sasa hii barua kuwataka kwamba wasiizuie. Ilikuwa ni amri, maana kipindi hicho Persia, ambayo Babeli, ambao kwa Kiingereza wameandika Persia pia, ambao Persia ni Irani. Aliandika huo ujumbe kwa sababu ya mamlaka iliyokuwepo na utawala ulivyokuwa na nguvu. Maana yake ilikuwa ni sawa na Marekani iandikie ujumbe labda Tanzania, kwa mnatii kwa sababu hamna namna. Kwa nikajifunza kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kukijenga Tanzania, lakini kuna mfalme ambaye ameinuka kuzuia, kuna utawala ambao unazuia. Kwa hiyo anayeweza kutoa oda hii ni Mungu. Kwa Mungu anawakumbusha wale ambao walioko kwenye madaraka ya kwamba kuna kazi ambayo Mungu anataka kuifanya Tanzania, lakini mnazuia. Mungu atajua namna ya kufanya. Na nilipokuwa nasoma pia kitabu cha nilifungua pia Biblia, nikamwambia Mungu aniongoze, nikakumbuka habari za Absalom alipopindua madaraka, pindua serikali ya baba yake Daudi. Daudi alimuomba Mungu ya kwamba abatilishe hekima ya Ahithofeli ambaye alikuwa ameamua kuambatana na Absalom ili kuzuia anguko.
Kwa nikajifunza kuna mashauri mbalimbali ambayo Mungu anabatilisha, ambayo wanamshauri Rais Samia lakini ampelekea anguko. Mfano, Papa ana mamlaka makuu sana ya kuruhusu mtu asamehewe kwenye mambo ya hapa duniani kwa habari ya ICC. Lakini Mungu ili kuzuia huo msamaha alitangulia kumfanya apate ushauri wa kuwashambulia wa Roman, mapadri, ili nguvu ya kusamehewa ipungue, nguvu ya kupata utetezi ipungue, ili yamkini kama atakuwa na akili ya kutambua, basi itamfanya tu kwamba njia pekee ni kunyenyekea na kujiuzulu, la sivyo anguko litakuja kwa njia ambayo ni mbaya zaidi. Na hizi jumbe ambazo tunazituma na zinaonekana kama zina kazi, kama upuuzi, zitakumbukwa sana. Mungu aendelee kuikumbuka Tanzania. Lakini naomba kuanzia sasa, kuanzia wiki ijayo, tuwe na maombi ya kila Ijumaa. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu na kanisa, panga ratiba yako kila Ijumaa tuwe na mkesha wa kuombea taifa. Hatuwezi kutoka salama hapa tulipo bila kumtanguliza Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru mno kwa kunipa neema hii. Bwana, ninaomba neema itokayo kwako. Naomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Bwana, tupe neema ya kutoka. Asante kwa sababu unapoona mtu Bwana hajiinui, unapoona mtu Bwana anapenda wengine wainuliwe, unapoona mtu ambaye hataki kushindana na wanaoinuliwa bali anatamani kuinuliwa pamoja nao, unamtumia. Asante kwa siku ya leo Bwana kunipa ujumbe kupitia kunifunulia Biblia nikiwa ninaomba machoni pangu. Asante Bwana kwa kuendelea kufunua siri mbalimbali. Ninaomba neema itokayo kwako Mungu ikazidi kusimama. Naomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, viongozi walioko Bwana. Naomba haki Bwana ikatawale taifa la Tanzania. Vuruga bunge Bwana lilojiweka bila uhalali wa wananchi. Baba, simamisha haki kwenye mahakama. Mungu uliyeondoa utawala wa uovu kwa Rais Samia Bwana. Ninaomba hizo nyota ambao ni mamlaka kimbingu iliyoshuka kutoka mbinguni na kumpiga mabegani, basi iwe ni kutimia kwa anguko la utawala wake Bwana, ili turudi katika utawala wa haki, utawala wa kisheria, utawala unaojali utu Bwana. Mungu, yule mbwa mwitu aliyejivika mavazi ya kondoo, tunamkataa katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunamkataa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu uliye hai, kabla wenye haki kuanguka Bwana, ninaomba waovu wakaanguke kwa jina la Yesu. Waovu wakaanguke kwa jina la Yesu. Ninaomba juu ya Watanzania ambao Bwana wanapitia dhiki na mateso mengi Bwana. Mungu, ukawe jibu kwao, ukawe faraja kwao, ukawe ngao yao, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Majibu ya kimungu yatoke kwako, usinyamaze, usipunguke kwao. Ninaomba kwako Mungu na kukuamini katika jina la Yesu, amen. Mungu awabariki watu wa Mungu. Tuendelee kuombeana, tuendelee kutiana moyo. Amen. Mzidi kunikumbuka na mimi pia katika nyakati ambazo napitia, ambazo siwezi kuzisema kila wakati na siwezi kuzifunua wazi wazi. Amen.